Yaani matokeo yako sasa, mazungumzo yako, utendaji wako, hatua zako ndizo watu watataka kuziona, ndizo Mungu atataka kuziona. You hai? Yes. Kwa lazima uwe na uwasilishaji. Kwa mfano na watoto wako, unataka sasa baada ya kufikia pale unataka kuwasilishia watoto, lazima ukae nao chini, uwape maadili. Hiyo tunaita kuwapa maadili. Watoto wangu mnasikia, ukifanya hili ni baya, ukifanya hili ni baya, ukifanya hili sio zuri, ukifanya hili sio zuri. Sasa unawapatia vitu kimwongozo. Alafu watoto wanaanza kuenda. Unajua pale mama alikataa ile. Unajua pale mama alikataa. Sasa uwasilishaji wako na wewe pia kwa Mungu, unawasilisha kwa Mungu. Ile kuwasilisha kwako kwa Mungu, that is your thanksgiving. Unaenda na shukrani. Unawasilisha shukrani ya kiroho, unawasilisha shukrani ya kimwili. Uweka shukrani. Kama ambavyo wafanya biashara inapofika mahali wanaambiwa lete kodi. Wewe ni uwasilishaji. Hebu tuone taarifa zako za mwaka. Wewe uliingiza ngapi, umetoa? Serikali unaichangia ngapi basi katika mapato yako? Serikali unaichangia ngapi? Serikali ina kazi kwako, lakini wewe unaichangia ngapi? Ili na yenyewe serikali ikipata uwasilishaji wako, na yenyewe wagawie wagonjwa, wagawie wasafiri, wagawie biashara, igawie nini. Si ndio hivyo? Kwa hiyo tunapowasilisha kitu, maana yake tunajikabidhi kwa Mungu aliyetulea sisi, aliyetuumba sisi. Sasa hiyo serikali lazima tuwasilishe kitu kwa serikali ili na yenyewe endeleze. Kwa sisi tunapomaliza maombi yetu, tunapomaliza habari ya mfungo wetu, sasa tunawasilisha furaha yetu pia. Na furaha yetu inakwenda kwenye Thanksgiving. Amina. Amen. So guidance tunasema sasa guidance. Why we are speaking about guidance? Guidance tunahitaji mwongozo. Sema mwongozo. Mwongozo. Sasa kila mwanadamu anahitaji mwongozo. Wanafunzi wakifika shule wanapewa mwongozo wa principal. Inaitwa principal. Inaitwa nini? Principal. Unapewa mwongozo wa shule. Shuleni hatutaki simu. Shuleni simu haihitajiki. Shuleni hapa pombe hapana. Shuleni hapa mwisho wa kurudi shuleni saa 12. Si ndio unapewa mwongozo? Ukikeuka mwongozo unapewa hatia, si ndivyo? Kwa hiyo maisha yoyote lazima yawe na mwongozo. Wewe binafsi lazima ujiwekee mwongozo. Mimi kwa mfano hata nikichelewa kiasi gani, lazima nimpigie mtu wangu simu. Mnachelewa. Sababu unajua natakiwa kuwepo nyumbani saa ngapi. Mimi ndio faraja ya mtu wangu. Sawa? Sasa mke wangu anakata mpaka saa 2 hajaniona na hana taarifa na mimi, unafikiri atapata raha? Kwa lazima kuwe na mwongozo. Familia lazima iwe na mwongozo. Kanisa lazima liwe na mwongozo. Serikali ina mwongozo. Mbingu ina mwongozo. Amen. Sasa kama mbingu yako ya Yesu Kristo, kwa mbingu ziko tofauti Mbingu ziko tofauti. Wala usifikiri iko moja. Kuna mbingu 7. Sasa mimi nazungumzia mbingu ya Yesu Kristo ambayo ni mbingu moja. Sawa? Kuna mwongozo unaokuruhusu kwenda mbinguni. Usipomwamini Yesu Kristo, jina lako haliandikwi kwenye kitabu cha hiyo mbingu. Pako muamini Yesu. Umwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wako, ndio jina lako linafutwa kwenye mchanga wa dunia, linaandikwa mbinguni. Umenielewa? Kama hujamwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wako, mtukane, mdhihaki, mkebehi, mbingu ya Yesu huingii.